Sisi ndio tukakaa kikao wote, lakini kabla ya Alhamisi tayari tulishawaonyesha, tukapita na surveyor na mwakilishi wao alikuwepo, ndugu Abduli anatoka TRA. Kwa hiyo wao kukaa kama management meeting ndio ilifanyika Alhamisi, na Alhamisi hiyo tulipita nao tayari tushaweka alama na wao walipokea. Kwa nini mpaka leo sasa ukuta hujabomolewa? Asante Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, huu ukuta unabeba miundombinu inawezesha maisha. Kwa mfano huduma ya fire yote inapita nje ya fensi, data ambazo ziko na TTCL zote zina cross kwenye fensi, umeme wa nje una cross kwenye fensi, generator na power source zote ziko around the fence. Kwa hiyo mchakato wake wa kwanza kubomoa tusingeweza kufanya ndani ya hizi siku tatu, kwa sababu tunalazimika kutengeneza utaratibu mzuri wa kuto kusimamisha huduma za kituo. Kwa hiyo Mheshimiwa, mpaka sasa hivi tumeshaweka miundombinu sawa, na watu wa TTCL tulikuwa nao leo asubuhi. Watu wa TTCL wako wapi? Watu wa umeme wako wapi? Watu wa fire wako wapi? Hao watu mnawatoa kutoka nje ya nchi? Hapana Mheshimiwa. Yaani tangu tarehe 16. Yaani tangu tarehe 16 Mheshimiwa Waziri Mkuu ameelekeza. Mimi nilitarajia siku ya pili TTCL si wapo. TTCL si wako hapa, au wanatoka wapi watu wa TTCL? Safi sana. Leo wako wapi? Safi sana. Tuko nao kwenye hii ziara. Nafikiri hapa. Kwa nini hamkuwaita? Tulikutana nao asubuhi Mheshimiwa. Kwa sababu kama miundombinu ya TTCL ilitakiwa tangu siku ya kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu amesimama pale anaagiza taasisi zote zinazohusika, kuna miundombinu ambayo imepita, walitakiwa wawepo, waanze kufanya kazi, waweze kuangalia mbadala kwamba hii nini ni zile fiber nini ndio tunazihamishia wapi. Tayari wameshaandaa maeneo, wameshapitisha tayari, mpaka leo ingwa kazi wameshamaliza. Kama kuna miundombinu ya maji, manake tayari watu wa maji tayari wameshafanya hiyo kazi, wamehamisha hiyo miundombinu ya maji, wamepitisha sehemu nyingine. Kama kuna sijui miundombinu ya umeme imepita tayari, hiyo kazi ilikuwa tayari imeshafanyika. Sasa nyinyi maagizo yametolewa, baada ya kuanza kufanya utekelezaji mnaanza tena kujadiliana, mnafanya vikao. Maagizo yakishatolewa mnatakiwa vikao. Sasa mpaka leo bado TTCL hapa hawapo, maanake mlikaa kikao cha kujadiliana, bado mnaendelea kujadiliana. Tukiwaacha hivi maanake mtajadiliana nyinyi mwezi kabisa, hamtapata majibu. Mimi nilitarajia wewe ukuta leo nikute tayari mmeshamaliza. Na watu wa TANROADS hawa nilitarajia leo nikute tayari kazi imeshaanza kufanyika, upanuzi wa ile barabara. Kwa hiyo mimi binafsi sijaridhika na kasi yenu ya utekelezaji. Watu wa TANROADS niwaambieni kabisa ukweli, sijaridhika na spidi yenu ya utekelezaji wa maagizo ya serikali yaliyotolewa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watu wa TRA sijaridhika na maagizo ya utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mnatuchelewesha. Hii changamoto ni changamoto ya muda mrefu. Tumezungumza tangu Mheshimiwa Waziri Mkuu amefanya ziara hapa, ilikuwa tarehe 17 mwezi wa ngapi ilikuwa? Si mwezi uliopita, si ndio? Si ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 12. Leo tunazungumzia zaidi ya mwezi mzima. Bado mnaendelea kufanya vikao. Mnafanya vikao mpaka lini? Mbona mnataka kutuchelewesha? Sasa mimi nawaambieni, watafuteni hawa watu wote mpaka kufika kesho asubuhi. Mimi nataka kila mmoja anayehusika ametimiza wajibu wake. Sio, tumeelewana? Kama kuna mtu wa TTCL anahusika na kuhamisha hivyo na niuzao mitambo yake, fanyeni utaratibu, hamisheni. Kama kuna miundombinu ya maji, kama kuna miundombinu ya umeme, kila anayehusika leo asilale, asiende kulala nyumbani kwake leo. Yaani asiende kulala nyumbani kwake. Mimi nataka kazi iwe inaendelea kufanyika hapa. Nyinyi watu wa TANROADS, kesho nataka kazi ianze kufanyika. Huyu ambaye mkandarasi mmeshampata, kazi ianze kufanyika. Ile kazi ya upanuzi wa ukarabati wa ile barabara ya mchepuko, kuweza kuwezesha huduma zingine ziweze kuendelea bila kukwama, ikamilike. Ushauri wote uliotolewa wa kitaalamu kuhusiana na kuijenga ile barabara katika kiwango ambacho akitaleta adha kwa madereva, na tukitoka hapa mtoke na madereva, nendeni mkawaonyeshe pia, kwa sababu na wao pia wanaweza wakawa na ushauri kwamba hapa container tukikata kona inaweza ikawa hivi, hapa tukikata kona inaweza kuwa hivi. Kwa hiyo washirikisheni, wapite, wawe na maoni yao, lakini yazingatieni na muitengeneze kile barabara katika kiwango ambacho malori hayatakwama, kwa sababu tunaweza tukawapeleka kule pia tukasababisha tena mkwamo, na kunaweza ukawa na msongamano tena mwingine. Kwa hiyo tengenezeni ile barabara kwa kiwango kinachotakiwa, kwa sababu hatutaweza tu kuitumia leo, hata siku nyingine ukiwa na dharura ile barabara mchepuko pia itaweza kufanya nini, itaendelea pia kutumika. Lakini kuna barabara zingine kule ambazo tumesema nazo tuzitengeneze ili tuwe na mbadala
sehemu, yani tuwe na aina mbalimbali za mbadala. Kama magari madogo yanapita kule, anayetaka kukona kwenye barabara ya kwanza anakona, anayekwenda Chipaka haina sababu ya kukona hapa karibu, aende moja kwa moja akatokee wapi? Akatokee kule mbele, ili tuweze kuepusha msongamano ambao unaweza kutokea wakati wa hili zoezi linaendelea. Sasa ndugu zangu, mimi niwaombe, serikali inapotoa maagizo yanatakiwa yatekelezwe ndani ya muda mfupi, sio kusuasua kwenye kutekeleza maagizo, kwa sababu tukisuasua tunawacheleweshea wananchi maendeleo. Serikali ilishafanya uamuzi, serikali ilishatoa fedha tayari. Mheshimiwa Rais ameidhinisha fedha hapo zaidi ya bilioni 6 kwa ajili ya hiyo kazi kuweza kufanyika. Yuko tayari kutoa hizo fedha, na watu wa TANROADS wameshaambiwa mkandarasi mleteni fedha, ziko tayari, Mheshimiwa Rais ameshazitoa. Mheshimiwa Waziri Mkuu alishatoa maelekezo. Maana yake wanaotuchelewesha ni hawa mabwana. Serikali haina deni na nyinyi, na ndio maana leo nimekuja kukagua kazi na sijalizika na spidi yao. Kesho asubuhi ninataka taarifa pia ya hatua ambayo tuliofikia kuanzia sasa hivi. Maana yake wote wanaohusika, TCCA waje hapa site, mtu wa umeme aje site, sio mtu wa maji aje site, kila anayehusika waje site, muweze kuangalia namna bora ya utekelezaji. Kwa sababu kama mlikuwa mnajua, wakati wa kuanza hili zoezi tunatakiwa tuendelee na zoezi, wakati huo huduma hapa za kituo chetu cha OSBP hazikwami. Manake hiyo kazi ilihitaji muda mrefu wa utekelezaji wake, maandalizi yake. Manake tangu kipindi kile mpaka leo hii mngekuwa tayari mmeshafanya kwa utaratibu mzuri, mmemaliza hiyo kazi. Sasa nyinyi mko taratibu, kikao mmekaa juzi kujadiliana, maagizo yametolewa tangu mwezi mmoja. Sasa msitake tufanye maamuzi mengine kabla ya kufika huko. Mimi nataka kazi ianze mara moja kuweza kutekelezeka. Kesho asubuhi ninataka taarifa. Hakuna mtu, umesikia meneja? Wewe kitanda chako kitakuwa huku leo, sawa? Na nyinyi watu wa OSBP hapa leo msiame. Hao watu wote ambao mnaitisha hicho kikao ambacho mlikaa, waiteni hao watu. Hiyo kazi iweze kuanza mara moja. Anayemwakilisha katibu tawala mkoa nani? Si umenielewa haya maagizo yangu? Hao watu wote wanaohusika, mtu wa TTCL anayehusika, sio kama ni mtu wa umeme, mtu wa maji, na nani, mtu gani mwingine anahusika? Mtu wa fire, wote wawepo. Mzima moto si tunaye hapa? Hayupo. Wote wanaohusika waje site kwa ajili ya kuanza kufanya utekelezaji wa haya maagizo. Lakini pia huduma hapa zisikwame. Kituo chetu ni kituo cha kimataifa, si ndio? Huduma hapa hazipaswi kufanya nini? Kukwama.